Kumbuka mwaka fulani, sikumbuki ilikuwa darasa ngapi, lakini nilipoenda kwa baba kuomba kaptula ya shule imeisha, na yeye alikuwa na uwezo. Alikata suruali yake ya blue, akakata kwenye magoti, alafu akanipatia. Sasa kumbuka kile ni kiuno cha mtu mzima, mimi ndo kwanza ni mtoto mdogo, alafu nilikuwa kembamba sana. Kwa hiyo ilibidi niwe navaa na kamba, nafunga na kamba hivi, inakuwa na matita kiunoni, lakini hamna namna, nilikuwa navaa hivyo. Kwenye pindo kule chini nakumbuka nikachukua sindano fulani hivi nikapinda na uzi wa nailoni sulfate, nikapinda hivyo, basi maisha kaendelea. Popote unako kifuatilia kituo chako bora cha matangazo cha NYTV, tunakuangazia kunako mkoa wa Shinyanga. Nipo katika kanisa la TAG la Shinyanga Victory Christian Center linalochungwa na mtumishi wa Mungu Beni Mwaigombe. Leo tunacho kipindi maalum kabisa na mtumishi huyu wa Mungu ambaye anachunga katika hili kanisa. Yako mengi ambayo ameyapitia katika maisha yake, na yako mengi ambayo Mungu ameweza kutenda kipindi ambacho amekabidhiwa hili kanisa. Na leo tumemtembelea rasmi kuweza kufanya mahojiano naye na mtumishi wa Mungu Beni Mwaigombe ambaye kwa sasa ni mwangalizi wa section ya Ndembezi. Hapo mwanzo ilikuwa ikiitwa section ya Mwanzo, lakini kwa sasa inaitwa section ya Ndembezi. Nikusifuatana nasi katika mahojiano haya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji Benedicto Mwaigombe kutokea hapa TAG Shinyanga Victorious Church. Tuko hapa Shinyanga Manispaa kwenye hii kata au section ya Ndembezi, na mimi kwa neema ya Mungu ndiye mwangalizi kwa sasa, kwa kuwa Bwana amenipa kibali hicho tangu mwaka jana. Leo hii napenda nizungumze mambo machache kama si mengi ambayo yanagusa maisha yangu. Ni ushuhuda wa maisha yangu ambayo ninaamini kwa namna moja au nyingine yanaweza kumsaidia mtu mwingine ambaye yuko mahali fulani. Nina imani hivyo, kwa sababu huu ni ushuhuda wa kweli na ni maisha yangu mwenyewe, na vitu vingi ambavyo nitaenda kuzungumza hapa, ndugu mtazamaji, ni vya kwangu ambavyo nimekaa navyo miaka mingi, vingi hata familia pia haijui, hata wazazi vingine hawavijui, ndugu zangu hawavijui, kwa sababu vilikuwa ni vya maisha yangu vilikaa. Lakini wakati wa Mungu sasa ametamani Mungu kuona visikike, vifundishe mtu mmoja mahala fulani. Nimezaliwa Mbeya katika kijiji cha Iwindi, na ni mtoto wa tatu, ni mtoto wa tano kati ya watoto 7 wa mama yangu, lakini pia ni mtoto wa 8 kati ya watoto 18 wa mzee Youngson Mwaigombe. Na nimesoma huko Mbeya katika hali ambayo haikuwa rahisi pengine kumtengeneza mtu wa namna hii aliyepo sasa. Maisha yetu nyumbani hayakuwa mazuri, maisha yetu hayakuwa salama, yalikuwa yanatoa dalili kabisa za kuzalisha binadamu asiyekuwa na
mguso wowote katika jamii. Nakumbuka baba na mama waliachana miaka mingi, sisi tukiwa wadogo, miaka 80 huko. Kwa hiyo sisi tulienda kuishi kwa mama. Kama ilivyo ada, watoto wadogo mara zote inapotokea misuguano ya kifamilia, watoto wadogo wataenda tu kuishi na mama kwa ajili ya malezi ya ukaribu. Kwa sisi tulienda kuishi kwa mama, ambaye naye mama alienda kuishi kwa baba, kwa mama yake aliyekuwa hai wakati huo. Kwa hiyo tukaenda kuishi kwa bibi, na bibi alikuwa ameokoka. Kimsingi bibi alikuwa ameokoka. Mama yangu alikuwa hajaokoka, baba yangu alikuwa hajaokoka. Kwa hiyo tukaanza kuishi na bibi aliyeokoka. Na kimsingi hapo ndipo ambapo tulianza kujua kanisa ni nini. Kwa miaka hiyo tulianza kwenda kanisani na bibi, tunaabudu. Ni kanisa ile la TAG. Miaka hiyo pale Shilo Mbalizi. Wakati huo alikuwepo mchungaji marehemu Mboma. Wazee wa zamani sana hawa. Kwa hiyo tumeishi pale, na baadaye tukaanza shule. Nimesoma shule ya Karume Kempu jeshini. Maisha yetu hayakuwa mazuri kama nilivyoanza kusema. Nakumbuka kitu ambacho kilikuwa kinanipa nguvu nikiwa nasoma shule, ilikuwa ni uwezo wa akili ambao Mungu alikuwa amenibariki. Lakini kwa maisha ya kawaida usingetamani kukaa karibu na mimi, kwa sababu hata vaa yangu pia ilikuwa ni ya shida. Mimi nimesoma miaka mingi bila viatu shuleni, na wakati mwingine nilikuwa na azima makatambuga yale viatu fulani hivi kama vya Kimasai, na azima mitaani ili na mimi nivae shuleni nionekana mimi nimevaa kiatu. Na nilikuwa nikivaa kiatu kile, mdogo wangu anayenifuata, wakati tunafanya ukaguzi wa usafi shuleni, mdogo wangu alikuwa anatoka kwenye mistari ya darasa lao, kwa sababu alikuwa darasa la chini, nimeacha madarasa kama 3 hivi. Anatoka kwenye darasa lao anakuja kwangu, kama mkaguzi anapita kwao, mwalimu wazao anapita kwao, anakuja na mwazima zile katambuga anavaa. Akishavaa anaenda tena kule anasimama, akishakaguliwa anazirudisha tena na mimi pia ninazivaa. Kwa hiyo mwalimu aliyekagua kule akipita na kwangu pia atakuta mimi pia nimevaa zile katambuga. Ilikuwa iruhusiwi, lakini kwa sababu tulionekana kama watoto wa maskini, basi tuliruhusiwa kinamna. Nakumbuka siku moja nilichapwa nikafukuzwa kwa nini nimevaa katambuga. Nakumbuka na zile pia nilikuwa nimeziazima. Lakini nakumbuka wakati naondoka nikakutana na mwalimu mmoja mwenye huruma sana. Kwa hiyo mwalimu nani, nataka kumsahau kidogo, lakini mwalimu Mwanjoka. Yes, Mwanjoka. Akaniambia, Beni, mbona unarudi nyumbani? Kaambia, mama, narudi nyumbani kwa sababu nimefukuzwa, mimi nimevaa katambuga. Akaniambia, ni swala la wazazi, sio la kwako. Utakusaje masomo kwa ajili ya tatizo ambalo wazazi wameshindwa kulifanya? Akanirudisha shule, na baadaye akaniambia, nenda kaombe ruhusa kwa mkuu wa shule ili akuruhusu kuendelea kuvaa. Nikaenda kwa mkuu wa shule. Mwalimu mkuu alikuwa anaitwa mchungaji William Mwariego, ambaye kwa sasa ni mchungaji na ni rafiki yangu pia. Mchungaji wa pale Mbalizi, eneo wanaita Mlima Leli. Kwa hiyo wakati alikuwa ndo mwalimu mkuu wetu wa shule, nikaenda nikamwambia, mwalimu, nimekuja sina viatu, nimevaa haya Mbeya huwa yanaitwa makurbas. Nikamwambia nimevaa makurbas. Sasa nilifukuzwa, naomba ruhusa nisome tu nikiwa na haya kwa sababu sina uwezo. Akaniambia, haina shida, nenda kasome, mimi nitaongea na mwalimu aliyekufukuza. Namshukuru Mungu kwa ajili ya baba. Na kuanzia pale alianza kuwa karibu na mimi, kunitia moyo kwa namna moja au nyingine, kuona bado niendelee kusoma. Si kwamba wazazi walikuwa hawatupendi, hapana, lakini tuliona namna ambavyo baba mama wana fight, wanajaribu kufanya kwa namna ambavyo wanaweza ili watoto wao tujisogeze kimaisha. Na Mungu alitusaidia, na Mungu alinipa pia akili shuleni. Nilisoma vizuri. Hiyo ilikuwa inanisaidia hata nikitukano na wanafunzi wenzangu kwamba lione hajavaa viatu, lione kaptula yake, sababu wakati mwingine nakumbuka mwaka fulani, sikumbuki ilikuwa darasa ngapi, lakini nilipoenda kwa baba kuomba kaptula ya shule imeisha, na yeye alikuwa na uwezo. Alikata suruali yake ya blue, akakata kwenye magoti, alafu akanipatia. Sasa kumbuka kile ni kiuno cha mtu mzima, mimi ndo kwanza ni mtoto mdogo, alafu nilikuwa kembamba sana. Kwa hiyo ilibidi niwe navaa na kamba, navunga na kamba hivi, inakuwa na matita kiunoni, lakini hamna namna, nilikuwa navaa hivyo.
kwenye pindo kule chini, nakumbuka nikachukua sindano fulani hivi nikapinda na uzi wa nailoni sulfate, nikapinda hivyo, basi maisha kaendelea. Siku nyingine pia nikaenda kudai shati pia, nakumbuka alinichapa kwa namaliza mashati. Wakati huo shati nilikuwa nimelivaa 1.5 mwaka, lakini nilichapa kwamba namaliza mashati haraka. Sasa baadaye akanipa shati lake fulani hivi, halikuwa jeupe kimsingi, ilikuwa kama dona si dona, cream si cream, lakini ndio hivyo, na shati la mtu mzima. Kwa nilikuwa nikilivaa najiona kabisa ninaelea mle ndani. Ungeweza kuweka madebe kadhaa ya mahindi ya mizigo mle ndani na bado ile shati linatosha. Lakini tulisoma, wazazi walikuwa watupenda, watujali hivyo. Wakati mwingine wakati wa kurudi shuleni mchana inatakiwa urudi ukale nyumbani afu urudi tena jioni kusoma, ukiwaza kwamba hata nikirudi nyumbani naweza nisikute chakula. Kwa hiyo unabaki shule hadi jioni. Sasa hii pia kanipelekea pia kukonda sana, kwa sababu unarudi nyumbani saa 12 jioni au saa 1 na haujala tangu jana. Kwa hiyo yalikuwa ni maisha fulani hivi, lakini tulifundishwa kazi, tulifundishwa kumtegemea Mungu. Baba yetu alikuwa hajaokoka lakini Biblia alikuwa nayo. Yule mzee ni ajabu sana. Hajaokoka lakini Biblia yuko nayo. Wakati mwingine mkikosea atachukua Biblia, atawaonya kupitia Biblia. Ikatusaidia sisi kuishi maisha ya namna hiyo. Na sio tu hivyo. Kuna kipindi fulani nakumbuka nilikuwa na t-shirt moja hivi, shati la draft. Ile shati mdogo wangu akitumwa Mbalizi mjini, kwa sababu tulikuwa tunaishi Iwindi, akitumwa Mbalizi nampa anavaa ili naye aonekane angalau amevaa. Akifika Mbalizi akirudi, na mimi nikitumwa Mbalizi pia, na mimi pia nilichukua pia navaa. Kwa watu wakajua labda ile shati tumenunua mashati mawili sare. Kumbe tunabadilishana ili unapoenda Mbalizi usitie aibu, kwa sababu kidogo ni mjini kidogo. Yalikuwa ni maisha ya namna hiyo. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba hatukukata tamaa, maisha yaliendelea, Mungu alitutetea na tuliendelea kusoma. Nilikuwa na ndoto katika somo langu, sababu nisoma jeshi, nilipenda sana kazi ya jeshi. Kwa tamani kwamba siku moja nije niwe komando mkubwa na hatimaye nishike wadhifa mkubwa kwenye sekta ya jeshi. Kwa hiyo maisha yangu ya kila wakati nilikuwa nawaza jeshi. Nakumbuka tupomaliza darasa la 7 zilitoka nafasi za kwenda jeshini. Baadhi ya wenzangu walienda. Mimi ni sawa pala, mimi nataka kwanza nisome kwanza ili niende jeshini ikiwa nina elimu, kwa sababu mishahara pia ilikuwa midogo sana miaka hiyo. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, Mungu anajua, hata baada ya kufaulu baba yangu alikosa uwezo kunipeleka shule. Nakumbuka nilikuwa nafanya kazi mjini pale Nzovwe, Mbeya, kwa wanaofahamu, kwa nachoma chips pale. Baada matokeo kuja, baba akaja akaniambia, mwanangu, umefaulu lakini uwezo kusomesha sina. Nakumbuka nililia miezi kama 3 kwa sababu nilikuwa napenda sana shule. Na mpaka leo mimi napenda kusoma. Kwa hiyo nililia miezi 3. Kila siku ikifika usiku nikikumbuka kwamba sirudi shule, mimi nalia mpaka usiku wa saa 8, saa 9 mpaka saa 10. Nikiamka asubuhi macho yamevimba, na hamna anayejua kwa sababu nilikuwa nakaa na mama mdogo. Macho yamevimba. Akiuliza Beni nini, nawaambia hapana, hamna tu, labda moshi kwa sababu ya kazi ya moto ambao nafanya. Ila mimi nilikuwa najua. Nilikuwa nalia kwa sababu sirudi tena shule. Tegemeo langu ni kama vile limepotea. Niliamini shule pekee ingenitoa kwenye ile umaskini, ingenitoa kwenye familia ya namna ile, ingenibadilisha. Nikawa nazo kwamba nikibadilika mimi, basi nitabadilisha wadogo zangu, nitabadilisha ndugu zangu, nitabadilisha pia hata maisha ya wazazi pia, kwa sababu ni maisha yasiyofaa. Kwa hiyo ndoto za kusoma zikawa zimeishia hapo. Nikaanza kujihusisha na mpira. Nimecheza sana mpira, sana kwa viwango tu vya kucheza. Nimecheza mpira. Nakumbuka mwaka fulani hivi Simba walikuja Mbeya. Kuna uwanja wa Ngoma miaka ile, sijui kama saizi yupo. Walikuja pale wakatupenda, mimi na rafiki yangu anaitwa Bariki. Wakatupenda sana, wakatamani kutusajili, lakini tulizo swali moja na wazazi kwamba Dar es Salaam mnaenda kuna nani? Miaka ile kufika Dar es Salaam haikuwa kitu rahisi kama leo kwamba kila mtu anaenda, wafanya biashara wanaenda wanarudi. Miaka ile ilikuwa kufika Dar es Salaam ni kama umefika Marekani au umefika Yerusalemu fulani hivi mpya. Kwa hiyo na ilikuwa unapotaja Dar es Salaam una akili timamu. Sambamba na hilo nakumbuka mwaka fulani tunalima kwa mwaka 98
4 au 5 hapo, tunalima shambani na kaka zangu. Baada ya kulima nimechoka, nikaambia iko siku mimi nitaenda kuishi Dar. Kakaangu mkubwa mmoja aliniwatika kofi lililotimamu, piga kofi la kutosha, akaniambia, mpuzi mkubwa wewe, unawezaje kwenda kuishi Dar alafu sisi tukaishi wapi? Wewe kinyago kama unawezaje kuishi Dar? Nijisikia vibaya kwa sababu zizi kwa ni ndoto zangu, lakini yeye alinipiga kwamba sistahili kuitaja Dar es Salaam kwamba ni mji ambao mimi naweza nikauishi. Unaweza kaelewa ni kwa namna gani ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba niliendelea na mpira baada ya kuonekana kwamba siwezi tena kwenda Dar kwa ajili ya kucheza hizi klabu hizi, basi tukaenda kucheza tu klabu za pale chini nyumbani Mbeya pale. Maisha kaendelea, baadaye nikajiingiza kidogo kwenye sanaa. Nilikuwa na kundi la watu kama 30 hivi vijana ambao tuliwatengeneza kwa ajili ya sanaa mbalimbali, mambo ya utamaduni, sarakasi, hivyo, na ilikuwa ni kitu kizuri, lakini kwa sababu ya mazingira tuliokuwa nayo usingeweza kujua kwamba hii pia inaweza kawa ni maisha ukatoka. Ndio maana nilipofika Dar nikashangaa kina wasanii, yani wanakula hela kimchezo, yani wanafanya comedy, wanafanya nini, wanaishi, wakati sisi hivyo vitu tunavifanya Mbeya kama michezo tu ya kawaida siku za sikukuu na vitu kama vile pale. Lakini ni miongoni mwa maisha ambayo mimi niliyaishi. Sasa naomba nizungumze kidogo kwa habari ya maisha yangu ya kiimani. Maisha yangu ya kiimani, kama nilivyosema kwa baba na mama walitalakiana miaka mingi na wote walikuwa hawajaokoka. Kwa hiyo swala kwenda kanisani kwetu halikuwa ni jambo la kufikiri. Lakini walipotalakiana, kama nilivyosema mwanzo, tukaanza kuingia TAG, bibi yetu akiwa ameokoka, tunaishi na bibi. Kuelekea miaka 87 hapo 88 pale, mama yetu akaolewa sehemu nyingine. Ilikuwa 86 au 87 pale. Akaolewa sehemu nyingine. Alipoolewa sehemu nyingine, na sisi tukaenda kwa mama kuishi na mama yetu kwa mume wake. Kwa hiyo kufika kule, mama akawa anaabudu kanisa moja inaitwa New Apostolic Church. Ili kanisa halitofautiana sana na misingi ya makanisa ya Kiprotestanti, sio Pentecostal. Kwa hiyo tuliendelea kuabudu kule. Lakini baadaye nikaanza kugundua kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kule nilikotoka kwa maisha ya bibi na kanisa la bibi. Tulikuwa tunataka kanisa la bibi na kanisa hili la mama ambako mama ametupeleka. Lakini nilienda kuabudu pale, sikuwa mkubwa lakini nilipata kibali, nilikuwa Mungu anijalie pia akili pia. Wakaanza kunitumia kanisani, nikawa mwalimu wa kwaya. Mpaka nafika miaka hiyo ya 91 hapo mwalimu wa kwaya. Na baadaye nikawa kama mchungaji msaidizi, nakumbuka nikawa mimi nabatiza watu usoni, nachola watu na vile vimaji vya kutoka huko Ulaya huko. Kwa hiyo maisha yakaendelea na wakawa wananiandaa sasa kwamba siku moja ningekuja kuwa mchungaji. Nilikuwa mdogo, ningekuja kuwa mchungaji. Nakumbuka mwaka fulani hivi akaja mtume, wanamuita Mtume Mwezi, akaja akaniwekea mikono na kunimwagia mafuta ya baraka, maji ya baraka kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kuwa mchungaji. Basi, lakini ndani yangu nikawa nasikia sauti ya kuachana na ile imani. Na kile nikimwambia mama alikuwa hanielewi. Ndugu zangu pia wengi wako kwenye ile kanisa walikuwa pia hawanielewi. Baba yetu mdogo ndo alikuwa askofu wa Nyanda za Juu Kusini wakati huo. Sasa hizi ni marehemu. Na baadhi ya ndugu zetu wengi walikuwa kwenye ile kanisa. Kwa ninapofikiria kwa habari ya kutoka niende kwenye kanisa la bibi ambao ni TAG sasa, kwa maana ya kuokoka, ilikuwa ni vita nyingine ninaianzisha. Nakumbuka mama yangu wakati naye pia akiwa yuko naye haelewi sasa mambo ya imani sana, akaniambia unatokaje kwenye kanisa zuri kama hili? Na wakati mama alikuwa anapika pombe, na hizo pombe ndio zilikuwa zinatulea. Kwa sasa ajua tu nikiokoka mambo ya pombe pia mimi nitapiga vita. Kwa hiyo niambia mwezi kukataa pombe wakati pombe ndio inawalea. Mmekaa hapa siku zote mmesoma mnafanya nini? Pombe inawalea. Kwa hiyo ikawa ni vita nyingine. Na baadhi ya ndugu zangu pia wakaambiwa kwa sababu nataka kutoka, nataka kurudi TAG, ikawa ni vita nyingine. Baada ya kuona kuna vita hiyo, nikaamua kurudi, kutokwenda kanisani kwake, lakini pia kurudi pia kuwa mtu tu wa mitaani. Hapo ndipo ambapo
nilimtumikia shetani kwa namna ambavyo alitaka nimtumikie. Na wakati huo sasa nimeamua kurudi duniani, nilifanya vitu vingi ambavyo wazazi wangu walikuwa hawajui na hawajui mpaka leo. Labda atakapoangalia hii clip, hii video wataelewa, lakini walikuwa hawajui. Nikaamua kufuga rasta. Nilikuwa rastaman na wazazi wangu mimi walikuwa hawajui. Nikaanza kwenda kwa waganga kwa maana kutafuta pesa na biashara na vitu kama vile. Unakumbuka nimeenda kwa waganga kama 3 kama sio 4. Unasema kwamba ulikuwa unafuga rasta na wazazi walikuwa wanaishi wapi? Nilikuwa wakati huo nilikuwa tayari nimeshahamia kwa mzee Mwegombe. Nimetoka kwa mama, sasa niko kwa baba. Na maisha kwa baba pale mko watoto wengi wa mama tofauti tofauti. Kwa hata ile care haiko kama vile kama unavyoishi kwa mama, kwa sababu kwa mama mko peke yenu, anawatazama asubuhi, mchana, jioni. Kwa baba mko watoto wengi. Sasa mimi niliamua kutafuta kofia moja hivi kubwa. Na watu wote walijua tu Bea anapenda kofia. Lakini mimi nilikuwa nimefuga rasta. Kwanza nianza kusuka kwanza. Hii ya kusuka walikuwa wanaijua kwa sababu mimi nilikuwa nacheza mpira. Kwa hiyo nilikuwa kila ninapoenda kwenye mechi lazima nisuke nywele. Nilikuwa na nywele nyingi sana. Suka nywele, nikisuka nahisi na nguvu sana za kucheza mpira. Kwa hiyo baadaye nikazibadili kwa rasta. Lakini hakuna, ni ndugu zangu wachache ambao walikuwa wanajua. Wazazi walikuwa hawajui. Nimeendelea hivyo, tumefanya tulioyafanya, tumetenda tulioyatenda, ni vitu vingi vibaya, viovu. Na nilikuwa na kundi, kama nilivyokuambia huko nyuma, kwa nilikuwa na kundi la watu. Wale watu niliendelea kuwa nao, na baadhi yao wengine wamefia gerezani, wengine walichomwa moto, wengine wamekufa na magonjwa ya zinaa kwa sababu ya aina ya maisha ambayo tuliyaishi. Ashukuriwe Mungu aliye hai. Mimi Mungu alinitunza kwa namna ya kipekee. Huko mbele nitakueleza kidogo. Alinitunza kwa namna ya kipekee. Pamoja na wenzangu kufa vifo hivyo, mimi nilikuwa na kundi la vuta bangi. Mimi mpaka nafikia umri huu sijui bangi inafananaje. Mimi sijui pombe inafananaje. Mimi sijui sigara inafananaje. Lakini rafiki zangu wote walikuwa ni watu wa matumizi ya mambo hayo. Kitu kimoja tu ambacho nakijua ni kwamba nishawahi kwenda kwa mganga, kama kunichanjia hivi, akachola joka kwenye mkono wangu wa kushoto. Chola kama chatu hivi kwenye mkono wangu wa kushoto. Hilo nalikumbuka. Na hilo najua watu wengi hawajui. Ashukuriwe Mungu, baada ya kuokoka lile joka lilipotea kwenye mwili wangu. Huu ni mmoja wa ushuhuda ambao niko nao. Lile joka Kristo alipoteza. Na sina hata leo, hata ningetoa nguo, sina ile tattoo ya joka ambayo ilikuwa kwa ndani kama ilizi ambayo nichanjiwa kwa waganga. Tukio moja hapo ambao nimewahi kulifanya, mimi nimewahi kumpiga mtu ngumi. Kwa sababu mkono wangu kushoto ulikuwa umechanjiwa, kwa hiyo ilikuwa na nguvu kubwa sana. Nikampiga mtu mmoja ngumi. Tumbo litoboka. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.